Yaumul Juma, Yaumul Supu. Yes, makao makuu ya klabu yetu Jangwani tayari kumeanza kuchangamka. Wananchi wanapiga supu ya ngamia, huku wanafurahi, huku wanaenjoy. Kipi kinajiri hapa? Wanazungumza nini? Kaa na sisi Yanga TV muda huu. Hapa wananchi tayari wamekwisha jitokeza kwa ajili ya kupata supu ya ngamia. Jionee wananchi, wamekuja kwa wingi kweli kweli. Bwana, mwananchi, uko vizuri? Kama kawaida. Unaendeleaje? Kama kawaida. Bila shaka upo kwenye foleni unaenda kunywa supu. Ni mpango mzima. Kwa namna gani unaitamani hii supu? Naitamani kweli kweli, nimetoka Gongo la Mboto kwa ajili ya supu. Umeitokea Gomzi? Gomzi. Okay. Yes. Hii una chapati ngapi leo? Hii hamna tano. Hamna chapati tano. Si tano. Nawakumbusha ile. Kila la kheri baba. Uko vizuri? Safi, nakwaje babu? Niambie, utaanza kuwa na staili gani kunywa supu yetu? Babu, hapa ni mwendo wa tonge nyama mpaka ishi. Chapati nyama. Si unajua baadaye. Hivi ndivyo ambavyo wananchi wanafurahi kunywa supu hapa makao makuu ya klabu yetu Jangwani. Kila rika, wakubwa kwa watoto wapo hapa. Umri wote, wananchi ni watu wa aina zote. Karibu sana hapa makao makuu ya klabu yetu Jangwani. Kama uko mbali, sogea hapa. Supu kilo 400. Ngamia mwenye kilo 400 ameshuka chini kwa ajili ya wananchi kufurahi. Njooni hapa wananchi. DJ hatari huyu. DJ hatari. DJ la balaa. Wao na balaa wewe. DJ kalipwa. Anagonga vitu tu. DJ Jakopwa semaje? DJ Jakopwa. DJ yuko vizuri. Wape wananchi siri ya Young Africans safari hii kuja kunywa supu ya ngamia. Watu wengi wanajiuliza sana. Yes, mwendelezo wa kufurahi. Na Yanga waendelea kuenjoy. Hii mara 5 tumekunywa supu ya ngamia. Ikifika mara 10 inshallah tutakunywa supu ya Simba. Maji inawezekana? Nakwambia kabisa. Mmepania. Mara ya 5 tumekunywa supu ya ngamia. Sikifika mara 10 tunakunywa supu ya Simba hapa. Na nitawaita wote, tunamchinja tunamnywa hapa. Kumbe mna maandalizi ya kikamara. Maandalizi ya kunywa supu ya Simba hapa zikishafika mara 10. Dhamira ni nini hasa semaji? Watu wasema Young Africans na shughuli damdam. Dhamira ni kufurahi. Msimu huu tumepambana sana kupata ubingwa sana. Ndio maana leo pia watu wamekuja wengi hapa kwa sababu tumevuja jasho kupata uchampioni. Kwa hiyo ikifika muda wa kufurahi, tunatakiwa tufurahi sana. Sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe anatuambia tujivunie na tufurahie kwa yale ambayo ametubariki. Kwa hiyo sisi tumebarikiwa ubingwa, tunatakiwa tufurahi sana. Yaani hapa mbona bado kabisa. Kwa sababu unajua tuna mwezi huu wa 6, tuna mwezi wa 7, tuna mwezi wa 8 mpaka ligi ikianza. Kwa maana tuna miezi mitatu ya kuwakera na kufurahi. Semaji, unaweza kukiri kwamba huu ndio ubingwa mgumu zaidi msimu huu? Kulikuwa kuna ups and down nyingi, kupoteza alama dhidi ya Tabora, lakini Azam FC, lakini pia kule Tabora kutokea wewe jambo kuhusiana na kuipambania Young Africans kuja kwenye msimamo kwamba hatuchezi then mpaka mnapata kieni. Yes, huu ni msimu mgumu. Kwa msimu mgumu zaidi kuliko msimu ambao tunachukua ubingwa, na umekuwa mgumu kwa sababu umekuwa na sio changamoto ya kumekuwa na hasa na chuki nyingi kwa klabu yetu. Yaani tulipochukua ubingwa mara 3 tuliwakwaza hata watu ambao hatushindani nao ubingwa, hata watu ambao sio wapinzani wetu, kwa sababu tu mafanikio na tabia ya kukaribisha chuki, kukaribisha hasad, basi watu wakachukia, wakawa na hasad,
Kwa hiyo ushindani ukawa sasa unaendana na chuki ndani yake, misuguano mingi ndani yake, lakini alhamdulillah sisi dhamira yetu ilikuwa njema, dhamira ya mpira kushinda, na Mungu amekuwa upande wetu, tumeshinda. Wenye dhamira mbaya Mungu ameachana nao, wakadhalilika wameshinda. Wazee mmewazingatia leo hii, wao ndio walianza kutoa msimamo wa hasuchie. Wametangulia kufungua shughuli yetu leo hapa kwa dua. Tumefanya dua kwa imani zote. Dua ya kwanza ilikuwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ubingwa, lakini dua ya pili ni kuiombea timu yetu kwenye mchezo unaokuja wa fainali ya CRDB. Kwa hiyo wazee wametangulia na siku yao ilikuwa maalum ndani hapa. Wameenjoy sana. Kulikuwa kuna ugumu gani wa kukubaliana na msimamo wa mashabiki na viongozi na kuwa na jambo moja kwa ajili ya Young Africans? Hakuwa na ugumu wote. As long as mbele yetu kulikuwa kuna haki. Pakishakuwa na haki basi hakuna ugumu wote. Unamtanguliza Mungu, unaipambania haki yako. Basi. Nakwenda kuchukua labda kuna mashabiki wale wa mikoani pengine wanaweza wakazani ngamia kaliwa Dar es Salaam. Umejiandaje kuwazingatia wale wa mikoani? Mwaka jana tulifanya paredi ya ubingwa kuzungusha kombe mikoa, nafikiri 3 tu ilikuwa. Lakini mwaka huu kwa sababu tuna muda wa kutosha, mwezi wa 7 tuna mwezi wa 8, waahidi wanayanga wa kila mkoa tutafika mwaka huu. Kombe litafika na so far tuna makombe 4, kwa hiyo yatafika yote. Sasa hivi idara yetu ya wanachama inaandaa utaratibu wa safari, tujue utaanzia wapi. Lakini tutafika kila mkoa, na safari hii hatutakuwa pale mjini, tutakwenda ndani zaidi kuwafikia wanachama na mashabiki wetu ambao walituombea dua kwa msimu wote mpaka tumefanikiwa. Wanasema kuwa kuna kombe uwanjani, Young Africans anacheza tofauti sana. Fainali ni zidi ya Singida Black Stars, timu ambayo ina ushindani pia kwenye ligi yale. Endapo mtachukua CRDB, mtafikisha makombe 5 kabatini, kitu ambacho pengine hakuwahi kutokea kwenye ligi kuu au Tanzania. Singida ni mpinzani mgumu, na hivi amefika fainali baada ya kumshona Viola. Kwa hiyo atakuja na ushindani mkubwa zaidi, na confidence. Kwa hiyo tunaamini, hata ukiangalia umeona hizi sherehe ziko mbali kabisa na timu. Hapa tunasherehekea sisi tu wanachama na mashabiki. Timu ya Yanga kuna mahala imefichwa kama kawaida yetu. Mtakuja kushtuka, timu tayari kwa Zanzibar inajiandaa na fainali. Kwa hiyo timu inaendelea na maandalizi yake, na tunaamini matakuwa maandalizi mazuri ambayo yatusaidia kupata ubingwa. Ali, kwa kumbukumbu zangu ni mara ya kwanza unachukua ubingwa mbele ya mtani. Kwa kumbukumbu zangu sidhani kama niko sawa. Je, kuna ugumu kiasi gani na furaha kiasi gani kuchukua ubingwa mbele ya mtani wako? Umemfunga, lakini ndo mechi ambayo ilikuwa inaamua wewe kupata ubingwa. Nafikiri tumekuwa tukichukua ubingwa mara zote na yeye akiwemo. Ile safari hii kilichoongezeka ni kwamba mchezo wa mwisho ambao unakabidhiwa kombe, yeye pia alishiriki kwenye huo mchezo. Ni jambo kubwa kwa sisi na limetufurahisha kwa sababu sasa hawatakuwa na nafasi ya kuzilaumu timu ndogo, kwa sababu na wao walishindwa pia kuizuia Yanga isichukue ubingwa siku ya mwisho. Ndio kwa tumaliza ligi na Dodoma, Ken Gold nani wengine wangetupa lawama kwamba mmeshindwa kuwazuia. Sasa watu wadogo walikaa pembeni, akapanda yeye mbele na tukamshona na yeye. Kwa maana yake hakuna ambaye aliweza kuizuia Yanga isichukue ubingwa msimu. Wanasema dabi bila shaka. Katika kumbukumbu zangu nadhani wewe utakuwa medali nyingi. Hii kwako mkoje na unawaambia nini maafisa wengine ambao labda walikuwa kuja? Kwanza ni kutoa shaka, haujakosea kwenye rekodi. Hakuna msemaji aliyepata medali nyingi zaidi yangu mimi. Hiyo ipo kwenye rekodi kabisa. Ukifanya michuano yote ukijumlisha, mimi ndo nina medali nyingi kuliko wote. Maana yake sasa mimi sio mjanja kuliko wengine, wala nisikufuru Mungu kusema kama mimi ni mjanja sana kuliko wengine. Mimi nimekuja kwenye nyakati ambazo Mwenyezi Mungu ameamua kuibariki klabu. Kwa na mimi ameniweka kwenye hizo nyakati ambazo baraka zimekuwa nyingi. Kwa hiyo baada ya mimi kuondoka sasa ndio nitakuja kuzihesabu na nitakuja kuonyesha. Kwa sababu hujui idadi ziko ngapi? Ni nyingi shehe, sijui idadi ni ngapi. Hujui sema kwa maafisa wengine wanaokuja wanaoanza au wenye malengo. Waache tu unafiki na ubinafsi. Kwa nini? Waache unafiki na ubinafsi. Unajua hizi kazi ukiwa limbukeni unakuwa mbinafsi, unakuwa mnafiki. Ukiwa mtu wa kawaida unaishi kawaida na Mungu anakubariki. Ukishakuwa limbukeni tu unaingia kwenye ubinafsi, na ubinafsi unakupelekea uwe mbali na rehema za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anataka watu wote wapate furaha. Sasa ukishakuwa mbinafsi na kufanikiwa peke yako, upate raha peke yako na nini peke yako, Mungu sana anaweka mbali baraka za Mungu. Anatujua dhamira zetu kuliko sisi tunavyojijua.
Kwa Mungu akiwa anakujua nia yako anakufungulia tu, wala hakuna shida. Ali, watu wanasema dabi imepoteza ladha, kila siku mnawafunga nyinyi. Wewe kama msemaji wa klabu ya Yanga unazungumziaje? Dabi ina ladha yake pale pale, ila kilichopungua kwenye dabi ni ushindani. Wenzetu wamekuwa dhaifu sana, wamekuwa dhaifu mno, wamekuwa dhaifu kiasi cha kwamba sisi tunaweza kuwafunga hata na maandalizi ya kawaida. Tunachojifunza hicho, kwa sababu huu mchezo wa ujuzi ambao tumepata ubingwa huu ni mchezo ambao unaweza kuingia kwenye historia ya Simba kufungwa na Yanga ilikuwa na madhaifu kidogo, na wao nafikiri wana mengi ya kuwajibu mashabiki wao, kwa sababu huwezi kuja kucheza dabi haujiandai, haufanyi mazoezi, timu imetawanyika, wanachama wao hawajui kama watakuwa wafanye maandalizi ya dabi. Kwa nafikiri na wao wameweka rekodi na wanatakiwa wajibu kwa wanachama wao. Ilikuwa wanachama imara kama Yanga, muda huu ameshatoa maelezo kwa nini mmekwenda kucheza dabi mkiwa hamjaiandaa timu na mkiwa hamjajiandaa kucheza na Yanga. Shukrani. Hapa mzee wa Njiwa, umepata supu ya ngamia mapema. Naam, ni kweli kabisa. Kwanza nishukuru klabu yangu da Young Africa. Tuna viongozi ambao wanakuwa na ufikiriaji mpana sana. Wamewaza leo ni siku ya Ijumaa, ni siku ya sherehe. Wakawaza wamtafute mnyama gani alikopo ni hodari na mwenye kuwa ana sifa rukuki. Mbona ng'ombe tushakula mbuzi, wakaona ngamia. Hivyo ngamia ni mnyama ambaye amepewa sifa rukuki, na katika Qur'ani sisi kama Waislamu amepewa aya yake maalum ambaye amesema kwamba afala yanzuruna ila al-ibil kaifa khulqat. Je, hamtizami jinsi ngamia alivyoumbwa, vitu alivyopewa? Ngamia na vitu vingi anaweza akahisi kitu ambacho kitatokea ndani ya masaa mawili mbele. Kwa nashukuru sana kutuchinjia mnyama aliyetukuka na mwenye sifa rukuki. Nashukuru sana. Bwana, una enjoy supu? Naam, kama unavyoona. Nyama ngapi? Bwana, hivi ndivyo ambavyo wananchi kunywa supu. Naam. Kunywa supu. Hiki ni kitu hadimu sana. Huwezi ukakipata sehemu yoyote isipokuwa Jangwani. Najua wenzetu hata supu ya utumbo wa shilingi 500 hajawahi kuwekewa. Lakini sisi tunakula ng'ombe, mbuzi, ngamia. Naam. Ndio. Kila la kheri shehe. Mama, bila shaka unasubiri kwenye foleni pale. Mimi nasubiri kwanza niongee maneno mawili baba yangu. Maana furaha iliyoje, mimi naumwa wiki nzima. Lakini leo nimeinuka japo niwaoneni macho. Kwa hakika nina furaha leo kifani. Kwa sababu leo siku ya Ijumaa, siku Mwenyezi Mungu ameipendezesha kwa viumbe wake. Kwa hakika kwa rangi hizi alisema Mwenyezi Mungu, ingelikuwa binadamu mimi ningevaa nguo kijani na nyeupe. Hizi rangi za kijani Mwenyezi Mungu amezitukuza. Niambie kwanza, leo hapa supu unakunywa na chapati ngapi? Mimi leo nakunywa supu hata na chapati 2, mradi nikoshe roho yangu ya ngami. Kama zile goli. Naam, 2 kama zile goli 2. Supu na chapati hizo. 2. Namba 1 Kamara, namba 2 beki yake Kapombe. Leo hapa Kapombe namlia supu hapa na Kamara. Mama wa Alikamwe. Naitwa Salma Mazaira. Salma Shabani Mazaira. Ninaye kaka yangu Ali Shabani Kamwe. Bila shaka hapa supu imeisha hapa. Nyinyi mmeshaigonga mpaka mmemaliza. Shagonga mpaka imeisha. Niambie ladha ya supu angamia ikoje? Yaani supu angamia. Wewe waoneshe tayari wananchi wamekwisha piga supu. Leo ni malango ya kwanza. Karibuni 10 hapa tayari. Leo ni malango ya kwanza hii supu na ninashukuru sana kwa klabu yangu ya Yanga kufanya hili jambo. Kwamba limenizindua kula supu ya ngamia kwa leo. Ni malango ya kwanza. Ina utamu yake. Na ni hali ngumu. Nimekula supu na mikate 2 kama goli ambavyo Simba amepigwa. Mzee wangu ulikuwa unazungumzia. Tumekula supu, tumeshiba mpaka tumeacha. Hiyo hapa mpaka tumeacha. Na hiyo supu ya kwanza magoli 5 na nyama 5. Leo magoli 2, chapati 1, mkate 1, mawili. Mule tu. Mule. Zize Pakome. Bwana. Baba, nimeona baada ya supu umepiga na maji ya GSM. Uko vizuri? Niko vizuri sana. Umeenjoy supu? Nimeenjoy supu, haijapata kutokea. Sijawahi kuona. Supu nzuri na ladha nzuri. Huyu ngamia huyu, umetoka wapi huyu? Uarabuni? Sio mchezo bwana, nzuri. Kuna mtu hapendi sisi tunywe supu. Mwambie ndugu yangu, utake usitake utapenda. Utake usitake utapenda. Hii ni kwa mujibu wa utaratibu wetu
baada ya kikao, utaratibu wa kawaida. Na hii yani miaka 10 mfululizo. Ni miaka 10 mfululizo, mipango imeshapangwa, ndio dira yetu wana Yanga. Kwa hiyo ni miaka 10 mfululizo. Kila la kheri bwana. Nashukuru sana.